Game ilikuwa nzuri na pia niwapongeza wapinzani wameweza kupata matokeo, lakini pia kwetu sisi tulikuwa baadhi ya maeneo tulikuwa tuko bora, lakini ingawa tumeruhusu goli mbili na sehemu zote za makosa. First half tumeruhusu goli moja na second half tumeruhusu goli moja. Kwa hiyo ni makosa yamefanyika, tumeweza kufanya marekebisho. Goli la kwanza sehemu ilitokea eneo la katikati la kiungo, tukaja second half kwa bora zaidi eneo la katikati na wakafanya kazi, lakini kitu pekee ambacho kinatumia sisi walimu tunatibu kosa hili na linakuja kosa jingine. Ukija first half tulikuwa bora sana kwa kudhibiti Simba maeneo pembeni, na tukaja second half tukaruhusu goli na sema pembeni vile vile. Kwa hiyo tunatibu eneo la katikati na kuja kuongezeka eneo la pembeni. Kwa hiyo tumeona makosa, tutarudi katika uwanja wa mazoezi kuweza kurekebisha ili tuwe bora katika mechi zijazo. Kwa maelezo na ulivyozungumza na kwa namna tulivyoona mchezo, ni sahihi kusema kwamba ubora wa wachezaji binafsi umeamua matokeo leo? Yeah, of course, kwa sababu ukiangalia game ilikuwa more tactical. Kwanza tuliweza kuweka mpango mzuri kwa manage Simba maeneo yote, lakini niwapongeze pia wachezaji mmoja mmoja wameweza kupush na kuweza kupata magoli. Ukiangalia goli la kwanza ni la makosa la sema katikati, kiungo wetu ameshinda kwenda kuziba ile njia ya mpira na mchezaji kapata nafasi kaza kupiga tukaruhusu goli. Kwa hiyo ni wapongeze wapinzani kwa matokeo waliyopata, lakini pia sisi tunasema kujiuliza na tutaenda kujiuliza katika uwanja wa mazoezi. Kuna makosa ambayo tutaongea nao wachezaji ambao wamefanya kwa rekebisho, na kuna makosa ambayo tutafanya kwa vitendo kwenye uwanja wa mazoezi ili kwa sawa. Kimebadilika mwalimu. Hapa Dar es Salaam mechi ambayo mchezo dhidi ya Yanga amepoteza na bao 6, lakini leo kidogo tumeona performance ilikuwa kubwa kwenye kikosi chake. Last game tuliweza kuruhusu goli nyingi na makosa tulifanya eneo la katikati sana, na wapinzani walitupress sana eneo la katikati na kuweza kuingia kufanya makosa na kuruhusu goli nyingi. Kwa hiyo tumerudi katika uwanja wa mazoezi, tulipata time kuongea na wachezaji kwanza. Kuna makosa ambayo unapaswa kuongea nao kwanza ili wawe sawa kiakili, then kuna makosa ambayo tunaenda kwenye uwanja wa mazoezi kurekebisha kwa sawa. Ndio maana kwa next game hii ambao wamekuja vizuri. Kwa hiyo tayari sisi tunaona kuna mwendelezo fulani na kuna understand kwa wachezaji. Simba walipata penalti lakini Pati aliweza kuidaka. Mliwasoma wachezaji wa Simba na upigaji wao mkawafanyia mazoezi? Hiyo ni sehemu pia ya training, lakini vile vile pia nimpongeze kwanza goalkeeper, amefanya kazi nzuri. Ni sehemu yake ya kazi, ni sehemu yake ya kuitetea timu, amefanya kazi vizuri. Kwa hiyo nimpongeze kwa hilo, lakini tulijipanga kila kitu. Tunajua michezo hii inavyochezwa na tunajua mchezo ulivyo, wapinzani ni wazuri maeneo yote. Kwa hiyo makosa yatatokea mengi, yatafanyika makosa kwa sababu wana wachezaji wazuri. Quality ya players ambao nao ni kubwa. Kwa hiyo lazima tuwe na umakini mkubwa. Tukikosa umakini maana tutazalisha makosa mengi. Kwa hiyo niseme nimpongeze kwa kazi aliyofanya, kazi yake. Asante bwana. Asante sana.